utatu ni nini? Utatu ni fundisho linalosema kwamba kuna Mungu mmoja, kwa sababu neno utatu linatokana na neno la Kilatini trio, yani trio, linalomaanisha muunganiko wa vitu vitatu kuunda kimoja. Kwa hiyo tunapozungumzia fundisho la utatu ndani ya kanisa, tunasema kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele. Kwa fundisho hili linafundisha kwamba kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele. Mungu hapatikani na mauti, ni mwenye uwezo wote, anajua yote, yuko juu ya yote na yupo wakati wote. Yeye hana ukomo na yuko nje ya uwezo wa mwanadamu, nje ya uwezo wa uelewa wa mwanadamu kuelewa, lakini anajulikana kwa kujifunua yeye mwenyewe. Kwa fundisho la utatu linafundisha kwamba kuna Mungu mmoja, kama Biblia inavyosema, yupo Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele. Naendelea kusema kwamba hizo nafsi tatu za milele, Mungu hapatikani na mauti, yuko nje ya uelewa wa mwanadamu, lakini kumwelewa anajifunua yeye mwenyewe. Manake kwa maneno mengine, Mungu hawezi kueleweka kwa akili za mwanadamu. Sio uende shuleni ndio muelewe Mungu. Anajulikana kwa kujifunua yeye mwenyewe. Hilo ndio fundisho la utatu linavyofundisha. Mungu yeye aliye upendo daima anastahili kuabudiwa, kupendwa sana na kutumikiwa na viumbe wote. Hivyo ndivyo fundisho la utatu linavyofundisha. Kwa hiyo linafundisha Mungu mmoja, alifundisha miungu watatu, lakini huyo Mungu amejifunua katika nafsi tatu. Sasa unaweza kujiuliza, inawezekanaje? Kwa akili ya mwanadamu nashindwa kuelewa kwamba moja kujumlisha moja eti nipate moja. Inawezekanaje? Sasa fuatilia katika mwanzo huu. Na katika mwanzo huu tutaangalia tu vielelezo vichache kwamba je, inawezekana moja kujumlisha moja labda iwe moja, au moja kujumlisha moja iwe moja bado, au moja kujumlisha moja iwe moja. Je, inawezekana? Twende pamoja katika mfululizo huu, na hapa enda kuangalia vielelezo vichache. Kielezo cha kwanza kinapatikana katika kitabu kile cha kwenye kitabu kile cha Mwanzo 1 mstari wa 26. Mwanzo 1 mstari wa 26, hapa nitasoma. Biblia inasema na 27. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 26. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 26 anasema hivi, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Lakini huyo mtu aliyeumbwa, mstari wa 27 anasema hivi, ni mwanamume na mwanamke wanaitwa mtu. Mstari wa 27 anasema kwamba, ndio maana ukisema kwamba ukirudi mstari wa 20 anasema kwamba Mungu anaumba mtu, sio watu. Rudia kusoma uelewe vizuri hapo mstari wa 20 anasema kwamba Mungu aliumba mtu, sio watu. Anasema mtu na sio watu. Lakini ukiendelea kusoma katika andiko hilo utagundua kuwa huyo mtu wakatawale. Rudia hilo fungu mstari wa 20 anasema kwamba mtu, anasema mtu katika umoja, lakini kitenzi anasema kwamba wakatawale. Lazima uendelee kujiuliza. Biblia inasema huyo mtu wakatawale. Haisemi huyo mtu akatawale. Inasema huyo mtu wakatawale. Unagundua kuwa kumbe huyo mtu hakuwa nafsi moja, ila alikuwa ni nafsi mbili, ila amewekwa katika umoja.
Kwa sababu mstari ule unaofuata wa 27 unasema hivi, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Kwa kielezo cha kwanza kinatajwa hapa mtu, lakini huyo mtu ni mwanamume na mwanamke, anaitwa mtu. Ndio maana kile kitenzi anasema kwamba huyo mtu wakatawale. Kwa ni mtu mmoja, lakini ana nafsi mbili, mwanamume na mwanamke wanatengeneza mtu mmoja. Hicho ni kielelezo cha kwanza, nafsi mbili, lakini inaitwa mtu katika umoja. Hicho ni kielelezo cha kwanza. Kielelezo cha pili tunakikuta, twende katika kitabu cha Efeso 2 mstari ule wa 14. Biblia inasema hivi, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Hili ni fungu lingine ambalo ni kielelezo kizuri mno. Kinasema kwamba kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili, tulikuwa wawili kuwa mmoja, wawili kuwa mmoja. Maana ni nafsi mbili tofauti ila kuwa mmoja. Na huyu aliyekifanya anatajwa ni Kristo, aliyefanya hivyo ni Kristo. Kwa umoja unaotajwa hivi unaofanya kuwa mmoja hawa wawili, hilo ni kanisa la Efeso, kanisa la wenye waumini wengi. Anasema kwamba tulikuwa wawili, lakini yeye akatufanya kuwa mmoja, yeye Kristo. Maana ni nafsi mbili lakini zinaitwa mmoja. Hicho ni kielelezo kingine. Na hiyo umoja unaotajwa kwamba tukawa mmoja ni kwa sababu ya imani moja. Kwa sababu tuna imani moja, ndio maana tunaitwa mtu mmoja, lakini ni watu wawili. Naitwa watu wawili. Hebu fikiria hapo kwenye kanisa lote. Angalia kanisa lolote tu, msikilizaji uliopo. Paulo anasimama, anasema kwamba yeye tangu tulipokuwa wawili, sisi tuliokuwa wawili tumefanywa kuwa mmoja. Kanisa ambalo lina watu 300. Unaweza ukafikiria kwamba mbona huyu mtu kama simuelewi? Lakini kwa nini anatufanya mmoja? Kwa sababu ya imani moja. Tunaitwa mmoja, ila nafsi ni tofauti. Nafsi ni tofauti. Lakini kielelezo kingine cha tatu, Galatia 3 mstari wa 28, hapa nitanukuu, nasema hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo. Hapa wanatajwa watu 6: Myahudi, Myunani, mtumwa, huru, mme, mke. Na hawa wote katika Kristo wanaitwa mtu mmoja. Watu 6. Kwa nini wanaitwa mmoja? Kwa sababu ya Kristo. Kilichokifanya kuitwa mmoja ni kwa sababu fulani ya Kristo, wanaitwa ni mmoja. Hicho ni kielelezo cha tatu. Kielelezo cha 4, Waefeso 4 mstari wa 13, anasema hata sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Angalia hilo neno hapo mwanzo, ameanzia tutakapofikia, maana yake anataja wingi, sisi wingi huo, tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Anasema hivi, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hiyo ni Waefeso 4 mstari wa 13. Anasema maana yake tutakapokuwa na imani, umoja wa imani, kumfahamu sana Mungu, tunakuwa mtu mkamilifu. Asemi tunakuwa watu wakamilifu, mtu mkamilifu. Ipo katika umoja. Na hapa anazungumza kwenye kanisa la Efeso lililokuwa na waumini wengi zaidi, na kipindi kile Efeso ilikuwa ni eneo la Asia ndogo, ambapo ulikuwepo ni eneo la kibiashara kubwa. Kwa hiyo waumini walikuwa ni wengi. Anasema kwamba tutakapofikia katika imani ya kumjua, umoja wa imani na kumjua sana mwana wa Mungu, anasema tunakuwa mtu mkamilifu. Maana yake ni mtu mmoja. Lakini kwa nini anaitwa mtu mmoja? Ametaja reason hapo, sababu moja, tutakapofikia umoja wa imani. Jambo la pili, tutakapokuwa
tutakapomfahamu sana Mungu, na jambo la pili, manake na kufikia kile cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, manake tunakuwa mtu mmoja. Hicho ni kielelezo ninachotaja ni mmoja, baada ya kufikia umoja fulani. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo najifunza. Kwa hiyo hivyo ni vielelezo vinavyotajwa kwamba umoja unatajwa, unaanza kwa mwanamume. Ndio maana kama ukishindwa kuelewa umoja uliopo kwa utatu, katika somo lijalo, katika utatu, hauwezi kuelewa habari ya ndoa. Kwa sababu kwenye ndoa ukielewa umoja uliopo ni mmoja, utaelewa vizuri ndoa itakavyokwenda, kama ni mume au mke, manake uwe mmoja. Na hiki kielezo naenda kukisoma hapa ngine, ukienda kusoma katika kitabu kile cha Mwanzo 3 mstari ule wa 22. Ngoja nisome kielezo kingine cha 5 katika kitabu kile cha Mwanzo 3 mstari ule wa 22. Biblia inasema hivi, 3:22 anasema, Bwana Mungu akasema, basi huyo mtu amekuwa kama mmoja wetu. Angalia hilo neno, kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi. Anataja kwamba huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Huo mmoja wetu ni namna gani? Maanake amemtaja hapa kama kulikuwepo na mtu mmoja, anajitaja ni mmoja. Huyu mmoja anajua mema na mabaya. Kwa kula ule mti wa mema na mabaya, anasema kwamba hao watu wamekuwa kama mmoja wetu. Lakini ni watu wawili. Pale alikuwepo Adam na Hawa, ila wanaitwa amekuwa kama mtu mmoja wetu. Tutakuja tuangalie huyo mtu mmoja wetu ni akina nani. Maana baadhi ya watu wanasema kwamba huyo mmoja wetu ni Baba na Mwana, wawili tu. Shinda kutaja ile nafsi nyingine ya tatu ambayo inakamilisha utatu. Lakini hapa tunaona kielelezo kingine, mwanamke na mwanamume wanaitwa ni mmoja. Lakini sio hivyo tu. Katika Mwanzo 2:24 anasema hivi, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na nao watakuwa mwili mmoja. Kwa anawataja hao wawili, mwanamume na mwanamke, na anawataja kwamba watakuwa mwili mmoja. Mwanamke anamwacha babaye, na yule mwanamume anamwacha babaye na mamaye, wanaambatana pamoja. Wanapoambatana pamoja, anasema wanakuwa mwili mmoja. Wanakuwa ni mmoja, lakini ni wawili. Maanake ni mmoja, lakini umoja wao ni nini? Ndio tutakuja kuangalia baadaye. Maanake katika makusudi wanatakiwa wanie kusudi moja. Katika tabia, yani wanatakiwa wafanane tabia. Wanapokuwa nafanya katika makusudi yao, maanake wanatakiwa wawe na kusudi moja. Ndio maana wanaitwa ni mmoja. Kwa ule mmoja unaotajwa sio umoja wa nafsi, ila ule umoja unaotajwa ni wa kusudi. Ndio maana tunakuta mwanamume na mwanamke ni mmoja katika kusudi, ila ni tofauti katika nafsi. Ni wawili, nafsi tofauti, lakini wanaitwa ni mmoja. Hivyo sasa nikukaribishe katika sehemu ya pili, siku ya pili, ambayo inaelezea, tutaenda kuchambua vizuri kabisa sasa habari ya utatu katika Biblia. Bwana akubariki. Karibu katika mfululizo wa masomo haya, na kabla ya kuhitimisha, ni wasihi tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu kwa sababu umeweza kujifunua wewe kupitia maandiko yako matakatifu. Wale wanaosikiliza kutoka mbali, kutoka katika vyombo vya habari, vyombo vyao, kwa kutumia simu au njia yoyote ile, endelea kujifunua kwao, endelea kutuelewesha wewe, tuweze kuelewa mpango wako wa wokovu ulioufunua